Guys, good afternoon guys. Thank you for tuning into Kamacha and Mama Gift channel. Ninawasalimia na hope mko salama. So guys, by the way, ya tuko wazima. Leo tunashukuru at least kajua kameonekana. Guys, by the way, si mumeona Mama Brighton de Pierre vile amejaribu yake yote kutafuta huyu kijana, lakini kijana mwenyewe nimewaambia shida ya Brighton ni kiburi. Brighton ako na kiburi. Unajua hata mimi nimeshangaa, yani Brighton de Pierre ako na kiburi paka kwa mzazi wake mwenyewe. Paka kwa mzazi wake mwenyewe, mara muongelesha kizungu, mara muongelesha ile Kiswahili zake za kujifanya za Mombasani. Yani wantu wangu. Sasa mimi sijui tutaambia Angie B afanye namna gani. Mimi ningependa Angie B afatane na mama yake paka nyumbani kwanza ushago Kisii, tuone kana kwamba mtoto ako pale. Tunaweza kwa labda tunasema Brighton de Pierre ako Kisii na Brighton akwe kama ako pale amejificha labda kwa mwanamke mwingine. You never know. Joja tu niwaambie, sijui mbona kwa nini watu wengine wakipata pesa ndio wanaanza kiburi. Brighton amekuanga tu kijana mzuri, hata kuongea kwake hakuwa anaongea hivi watu wangu. Mnakumbuka huyu kijana mwenye alikuwa anaongea Kiswahili yake vizuri sana. Lakini squeeze nawaambia kama hivi ndio pesa itakuwa inapea watu viburi. Yani pesa imepea Brighton kiburi paka ile kiburi yenye yako nayo paka kwa mzazi. Guy. Guys. Sasa huyu kijana anataka namna gani? Ndio tulikuwa tunaona ni kama Angie B sasa anajiforce pale, but penye imefikia sasa Angie B itabidi atafute venye atatoka tu kwa hiyo boma. Lakini kabla hajatoka kwa hiyo boma, mimi ningependa sana Angie B ofatane na mama ya Brighton de Pierre paka nyumbani. Usikubali mama Brighton aende nyumbani peke yake kama wewe hujaenda na yeye. Muandanishe pamoja. Ufike huko uone mtoto wako kama ako huko. Brighton sana sema ako nyumbani, alienda nyumbani bila kuambia hata mamake. Alienda nyumbani bila kuambia mamake. Kwa nini anaenda nyumbani bila hata kujulisha mamake kana kwamba anakuja nyumbani? Hapo kuna kitu Brighton anajaribu kuficha, hata labda yuko hiyo nyumbani. Hata labda hayuko hiyo nyumbani. Guys, penye mefikia by the way Angie B, Mungu asimame na yeye. Juu kijana ile kiburi yenye ambayo iko, yani mpaka ninashindwa ni kulogwa amerogwa. Unajua nasema niwaambia ni kama ule mganga wake ndiye amemloga. Mkaona ni kama mimi ninaongea tu stories zangu. Niliwaambia tu juzi nikaambia zile uchawi zenye ambapo Brighton alikuwa anaetea waganga watu. Huyu mganga amejaribu uchawi na ndoa yake. Na mnaona guys? Mnaona kwa wamefikanisha. So, fanyeni hivi. Angie B kama unaweza sikiza, usikubali mamu aende nyumbani bila wewe. Jua hata wewe saizi hauna makao, si nyumba imefungwa. Andamana na yeye, ujue mtoto wako ako wapi. Ujue mtoto wako ako wapi. Jua kitu sasa tunashughulika tunataka kujua ni mtoto ako wapi. Jua mnasikia penye ako kwa makerere, yani yeye ako tu ana stress yoyote. Jameni, mtoto wenyewe sasa ako na kiburi huyu. Brighton wacha ufala, rudisha mtoto. Sasa Mungu alikupa anaanza kuanza kudharau wengine. Hiyo pesa unalinga nayo kama si Angie B, akasimama na wewe kwa kila hali, ungekuwa na hiyo pesa ni unalinga nayo hapo sahi. Sasa unalinga na hiyo pesa ungeipata kama sio Angie B. Wacha niwaambie wanaume wengine, msidharau wanawake, tunakuwa tumebeba baraka mingi sana. Na Brighton de Pierre acha tu nikwambie na utakuja kukumbuka maneno ninayoongea hapa. Utadharau huyu msichana, lakini huyu msichana ile siku ata step kutoka kwa hiyo boma yenu akanyaga nje. Hautaamini. Utadharau mtu ati kwa sababu familia yenye ametoka iko venye iko. Hiyo ni familia yao, sio yeye. Sio yeye. Hawezi kuwa kama umestruggle na mwingine from 0 to something. Alafu sasa hizo sasa unaanza kuongea venye unataka. Unaanza kuongea venye unataka. Unafanya paka mamako analia kwa simu. Unafanya mamako mzazi analia machozi. Mimi hata sijaiona mwanaume kama wewe. Venye wanaume wanapendanga mama zao sana. Venye wanaume watakanga mama zao wapatikane kama wako na stress yoyote. Halafu wanapea mzazi stress. Unafanya mzazi paka anaanza kulia kwa simu. Penye huko Mungu akuone Brighton. Utapata amani hata wewe. Mimi nakwambia. Hakuna amani utapata. Venye mamaka ameria, hivyo ndio utaishi kulia pia wewe.
Hivyo hivyo ndio utaishi kulia. Umefanya Anji amekonda, mtoto wenyewe ameisha, ameria, halafu sasa hizo anamgeuka mpaka chenye ako nacho anataka kumunyang'anya kila kitu. Isitoshe, ungempea mtoto wake. Atoke na mtoto wake aende penye ataenda. Mjinga wewe Brighton de Pierre. Mimi hakuna kitu utanifanyia, wewe ni mjinga. Ni nini unafanyia mtoto wa wenyewe hivyo? Rudisha mtoto wa mwingine. Huyu mtoto sio mzaa peke yako na anahitaji mama yake. Huyu mtoto bado ni mdogo sana kukaa mbali na mama yake. Sijui watoto wa siku hizi mnakuanga na shida gani? Hamtakangi kusikia advice za watu wazima, hamtakangi kusikiza wazazi. Huyu ni mama yako, sasa hizo unapigisha kelele. Huyu ni mama yako. Hai. Brighton de Pierre, tafadhali heshimu mama yako, heshimu mzazi wako. Sisi wengine tudharau, lakini heshimu mzazi. Mzazi ni Mungu wa pili. Mzazi ni Mungu wa pili. Na mzazi akikwambia kitu msikize kwanza. Msikize kwanza. Unachukua mtoto kumbe hajaiambia hata mzazi wako kana kwamba mmekosana. Hata kama ni umalaya umeenda piga umalaya zako, rudisha mtoto, piga umalaya zako ukiwa peke yako. Hakuna mtu mwenye amekuzuia kupiga umalaya yako. Piga umalaya yako, chenye unapanda ndio utavuna. Chenye unapanda ndio utavuna. Wacha kushinda ukisumbua mama yako. Wamefanya mtoto wa wenyewe amekonda ameisha. Pesa ni ya kazi gani kama hata bibi yake hawezi hata akapata mwili? Pesa ni ya kazi gani? Pesa ni ya kazi gani? Mke wako kila saa ndani ya nyumba ni kulia juu yako. Hiyo pesa ni ya kazi gani nakuuliza? Mungu alikubariki na pesa ndio tesa mwingine? Mungu amekupea pesa ndio ufanye mtoto wenyewe ashinanga akilia juu yako? Brighton de Pierre, wewe ndio nauliza. Mungu amekupatia pesa ndio shinda ukitesa mtoto wenyewe? Kuna watu wako na pesa huko nje, hata hiyo yako sio pesa na wanaishi na amani sana. Kuna watu wako iko nje na wako na pesa na vitu za maana sana, wacha hiyo yako ati gari mbili. Brighton de Pierre, wacha tu nikwambie. Ni wakati sasa uanze kufikiria. Kama unadhania mambo ni uzaa, kama unaona tu mambo tu ni mzaa, utajua sio kila mtu wa kuchezea. Shukuru Mungu alipata familia kina Anji. Shukuru Mungu alipatana na mtu kama Anji. Ungepatana na watu kama sisi ndio ungejua wewe. Ungejua, regret maisha yako yote. Nenye mnasema hapa sisi wanaume wa kisote, sio wote. Sio wote, wewe kujifanya ng'ombe. Anajifanya ng'ombe akamliwa na nani? Brighton, unajifanya ng'ombe, nani atanua maziwa yako? Halafu sasa mnaanza kuharibia wanaume wa kisati wako hivyo. Hata kama mimi sijai kukana wakisi, but nimekuwa na marafiki ambao ninaona wameolea na wakisi na naona wanakaa na amani sana. Naona wanaishi vizuri sana. Hiyo ya Brighton ni ya kujifanya kichwa ngumu. Madharau wako nayo. Na ujinga na kiburi, kujiona kana kwamba amefika na bado. Wacha kuharibia wakisi jina wewe. Wacha kuharibia wakisi jina. Tumeishi tukiona wakisi. Hatujabana na hizo tabia wewe. Yaani hizo tupesa tu shilingi 2 ndio tunakufanya unakuwa na kiburi hivyo. Ndio tunakufanya paka unafanya mama yako analia kwa simu. Hai, hapana, hapo umeenda sana. Hapo umeenda sana Brighton de Pierre, hapo umeenda sana. Na si ati utabemberezwa sasa, umeenda sana. Umeenda sana na watu tukiswahili twako ndio mbona tuongeongea pa ujinga. Hani umekuwa na kiburi paka ulimi ikakuwa na kiburi. Unakuwa na kiburi paka ulimi anakuwa na kiburi. Hai? Mamaka anakuongelesha Kikiswahili, anaanza kumuongelesha Kiswahili, anaanza kumuongelesha Kizungu. Sasa very soon utaanza kusema wewe sio Mkisi venye naona unaelekea. Very soon hata utaruka Wakisi sasa. Brighton de Pierre, tafadhali. Wacha kubeba watu ufala. Kama ukiitisha mafala mimi usinipeleke, mimi si fala. Na siwezi kuwa fala yako. Wewe Brighton de Pierre, tafadhali ninakwambia, heshimu wazazi, juu bila wazazi au ongekuwa kwa hii dunia. Sana sana mama yako alikubeba kwa tumbo miezi ngapi? Miezi 9. Miezi 9. Halafu sasa
kumpea heshima. Kwa nini unakosa kumheshimu? Guys, tafadhali kama nimeongea vibaya, Brenton de Pierre anaita hiyo kiburi yake tumechoka nayo.